Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tete tada tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa pili ambaye ni Zulula Sa ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida anaanza kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Nyote mnaona tema ambayo inahusu chimbuko na asili ya majini. Ndugu zangu, watu walio wengi katika kona za dunia wameshasikia kuhusiana na uwepo wa majini. Baadhi wanasema kwamba kuna majini ambao ni wazuri aza wema, na majini wengine ambao ni wabaya. Lakini pia wengine walisikia kupitia filamu za katuni kama vile katuni ya Aladdin, ambapo watajua kwamba kumbe kuna uwepo wa majini, aweza kuna uwepo wa majini katika hali hii inayoonekana hizi isiyoonekana za ulimwengu wa kiroho, kulingana na kila mmoja jinsi yeye atakavyoelewa. Kwa hiyo watu walio wengi wako katika mkanganyiko, maana hawajui nini kuhusiana na majini. Maana hao wanasema kwamba ni wazuri, wengine wabaya. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba wanafanya maombi na wanakubalika na wanapata kile ambacho wanahitaji. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatendeka. Kuna wale wanaoongea kwamba majini yaliumbwa kwa moto, na kwamba eh, majini yaliumbwa kabla ya watu. Walio wengi watasema hivyo. Watu tutaenda kuangalia ikiwa hizo taarifa hizo, haya yote wanayosema ni kweli aidha hapana. Maana sisi hata kama tukasema kwamba sio kweli aidha ni kweli, lakini tunaingia kiundani ili kuwaletea vidhibitisho na gisi mafundisho aidha neno kulingana na uhalisia linavyosema. Kwa hiyo sisi hatuongee tu kwa sababu ya kuongea. Kwa hiyo ndio maana tutaenda kuangalia chimbuko na asili ya majini. Kama kawaida tutaingia katika uh, Kalatan Dimsi, kitabu cha maajabu ambacho unaweza ukapata na kuagiza kupitia tovuti ya leseditionszululasan.com, ambayo itaenda kutuelezea kila kitu kuhusiana na hayo majini, yametoka wapi, ni nini chimbuko lake, haiza asili. Tunaingia katika kitabu cha Bebisedi ya Mormon, yani ufunuo wa Mormon. Hapana ufunuo wa yule ambaye mtaita Yohana, bali huu ni ufunuo wa Mormon ambayo mtaita kwa jina la Sulemani Salomo. Mafundisho yetu kama gisi mnavyojua kila wakati kwamba tunaongelea yana vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza tutaenda kuangalia na kuchunguza asili ya majini. Asili ya majini. Ufunuo wa Mormon sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 15 inaanza kusema hivi: majini yanayojulikana kwa jina lao halisi Dimuti. Tunasimama kwanza hapa. Tayari hapa wanaanza kutueleza katika kipengele hiki cha kwanza jina halisi la majini, kama gisi watu wanavyosema au majini, lakini jina halisi kabisa kulingana na lugha ya asili ambayo ni Dwala ya zamani inahusu Dimuti, yani inaitwa Dimuti. Ndio maana nikasema katika kipindi ambacho kimepita niliwaambia kwamba demon zote zilizaliwa katika bara la Afrika na majina yao ni katika lugha hiyo hiyo ya kwanza ambayo ilizungumzwa na watu wa kwanza katika kipindi hicho. Kwa hiyo jina kabisa unaposikia kwa mfano watu wanasema majini nini, jina lake kabisa halisi ni Dimuti. Ndani ya Biblia za kisasa hawakuandika majini, lakini majini yanapatikana. Kuna andiko ambalo linaongelea majini, lakini hawakuandika majini. Pa nafasi ya majini wanaandika majeshi. Ni wakati ambapo unaweza kukumbuka, wakati ambapo huyu ambaye wataita Yesu kulingana na mafundisho ambayo tumeyatoa hapa nyuma, wakati alipokutana na yule ambaye alikuwa amepagawa, wakasema kwamba jina lako ndio nani? Wakasema jina langu ni majeshi. Yes, majeshi hayo ambao walitoa mkifaransa legion ni Dimuti, yani ni majini ambayo alikuwa amepagaa huyo mtu. Lakini tunaendelea sasa, wanasema majini yanayojulikana kwa jina lao halisi Dimuti, majeshi yote ni demon wabaya wa jamii ya demon za kidini, na majini si viumbe vya moto na hayakuumbwa kutokana na moto usio na moshi au moto ulio na moshi.
kuna mabano, moto usioonekana kwa macho ya mtu. Kwa hiyo moja kwa moja Mormon anaanza kuweka kila kitu kwa nafasi yake hapa, akisema, akiweka msingi kabisa kwamba majini sio kwanza malaika walioanguka. Majini yani sio kwamba majini kwamba labda kuna majini ambayo ni wema, majini wengine ambayo ni wabaya. Yani majini yote ni wabaya, hakuna hata moja ambaye kwamba ni jini kwamba hiyo ni jini ambayo iko njema kuliko, no, wote ni wabaya. Hakuna jini zuri, na pia majini hayatokani na moto. Hilo kwanza ameweka katika msingi. Kwa hiyo akisema hivi, lazima watu watajiuliza sasa, wametokana na nini? Tutaenda kufika, mtaenda kujua katika mafundisho haya. Kwa hiyo huo ni msingi ambao anaweka. Hicho ni kipengele cha kwanza, ambapo kwanza anaanza kuweka msingi. Majini sio malaika walioanguka. Majini sio kwamba majini, hakuna jini ambayo ni njema aiza mwema, hakuna hata moja. Yani zote ni mbaya, demoni zote, kwa sababu tena amesema kwamba anawaambia kwamba majini ni demon. Majini ni demon, na ni demoni za kidini. Majini haya ni mambo ambayo anaweka kwanza msingi. Ndio maana kipengele cha pili sasa kinahusu chimbuko la majini, kwa sababu hapo tumeanza kwanza kuangalia asili, alafu sasa tunaingia sasa kuona sasa chimbuko la majini zilitoka wapi. Majini ni demoni za kiume na za kike zinazotokana na mseto wa baadhi ya bamululu mabungulani, malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu, na mamalia mbalimbali, kuna mabano wanyama wa kike wa dunia. Kwa hiyo majini ni demoni pia, kama gisi nilivyosema, ni demoni tu ambazo kuna demoni za kike za kiume ambazo ni majini, ambazo zimetokana pia kati ya muungano wa malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu na mamalia, yani baadhi ya wanyama mamalia wa nchi kavu, na sio nchi kavu tu, wa baharini, hata ndege, yani mamalia tu, tuseme katika aina zote. Kwa hiyo walizana, demoni zikatokea. Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kuelewa, wapi chimbuko hilo. Kwa maana majini yalikuwa na mihiri ya kimwili kabla ya mgawanyiko mkuu, kuna mabano, na kabla ya mafuriko makubwa, kuna mkato, yani gharika. Na ilikuwa wakati huo, yani kabla ya gharika, ndipo kuangamizwa kwa miili yao kukakamilika kabisa. Zilibaki tu roho zinazotangatanga, zinazojulikana baada ya gharika chini ya jina la demon za kiume na za kike, roho wabaya, roho chafu, roho za kishetani, roho za uovu, majini, ambazo pia ndio chanzo cha maovu yote ya dunia. Kwa hiyo kitu msichokijua ni kwamba majini yaliwahi kutenda kazi, na hadi muda huu yanatenda kazi yake mbalimbali. Na hata wakati huu hayo majini, kwa wakati huu tunaweza tukasema kwamba kuna sehemu kabisa ambayo wanatenda kazi sana, sio kwamba hazipo, yani majini kwamba hayapo sehemu zingine, yapo, lakini sehemu hasa mahali ambapo majini yanafanya kazi yake sana kwa wakati ambao tupo ni Asia. Yes, Asia, huko ndio kuna dimuti wengi, yani majini wengi ambao wanafanya kazi huko zaidi sana, lakini haijamaanisha kwamba labda sehemu zingine majini wapo wanafanya kazi, lakini nasema kwa asilimia kubwa ni katika hizo sehemu, kwa sababu unatakiwa kujua kwamba katika kila sehemu kuna aina fulani za demoni ambazo zinamiliki kwa wingi. Demoni zingine zinaweza zikakuwepo, lakini zenyewe ndio zitakuwa zimebeba kwa mfano. Hilo ndio jambo ambalo unatakiwa kuelewa. Ni kama hizi sehemu ambapo kuna vita, utakuta kwamba kuna demon za kivita ambazo ziko hapo, lakini pia nyuma utaona kwamba kuna demon za nini, za kidini, lakini pia kutakuwa na menguma majiba ambazo ni demon za nini, nguvu za majini. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, lakini utakuta kwamba wale ambao wako juu, hao ndio wanachukua nafasi katika sehemu hii, lakini wenzao pia wapo, ila wanasaidiana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho lazima unatakiwa kuelewa. Kwa hiyo tunaona kwamba na tunasikia na tunajua kwamba majini bado yanatenda kazi katika dini mbalimbali. Majini yapo ambazo mnazifahamu vizuri hizo dini wakati huu na nyakati zingine ambazo zilipita, unatakiwa kuelewa vizuri. Kipengele cha tatu, mambo mengine mengi kuhusu majini, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo walio wengi hawayajui kuhusiana na majini. Maana kila mmoja ataeleza kwa mambo yake kama gisi alivyoelewa. Majini ni haya, majini yanafanya hivi, yalizaliwa hivi, yalikuwa hivi.
lakini hapa tunaenda katika uhalisia wenyewe. Inaendelea kusema majini pia hupatikana miongoni mwa aina kadhaa za demon, yanafanya kazi pia karibia na jamii zingine zote za demon, yaani wanafanya kazi pamoja. Demon ziko katika umoja na zinafanya kazi pamoja, zinasaidiana. Majini hawali, yaani majini haikuli chakula, ndio maana yake, kuna mabano, wala hawanywi, yaani hawakunywi chochote, juisi nini, hawanywi. Hilo ni jambo lingine ambalo natakiwa kuelewa. Hawazai, yaani demon hizo ambazo ni majini hazizai kati yao, na haziwezi zikadhaa na mtu ambaye yuko katika hali hii kwamba anazaa alafu mtoto anakuwa ni jini nusu mwanadamu. No, hilo halipo, haliwezi likatokea, mwelewe vizuri. Na hawafi kimwili ili wafufuliwe, kwa maana hawana mihili ya kimwili tena, watakabiliwa na hukumu ya mwisho. Kwa hiyo demon haziwezi zikafariki kwa sababu hazina miili ya kimwili. Kwanza hata nafsi hakuna, ni roho tu chafu ambazo zipo, ambazo baadaye zinasubiri tu hukumu yao ya mwisho. Lakini kabla ya hukumu, ndio maana bado zingali zinafanya kazi yake ya kwenda kudanganya na kupotosha ulimwengu kuhusiana na mafundisho ambayo ni ya uongo. Nyote hayo mnatakiwa kuyajua vizuri. Kwa hiyo sasa, wakiwaambia kwamba kuna majini ambayo yanazaliana na kwamba baadaye wakati wa mwisho kabisa, yani majini yatakuwa mengi mno na kuwepo katika vita hii sijui vya Gogo na Magogo, sijui Gogi na Magogo, na huo wote ni uongo mtupu. Kwa hiyo demon hazizai kati yao, tangu walipokuwa tu ni hizo roho, hazizai, haziongezeki na hazipungui, zinabaki kama gizi zilivyo hadi wakati ambapo hukumu itakapofika, nyakati za mwisho. Majini yana ufahamu pia na yanawajibika katika kupotosha watu wengi wasioanzishwa ambao hawatatii sheria za neno. Narudilia tena, majini yana ufahamu pia na yanawajibika katika kupotosha watu wengi wasioanzishwa ambao hawatii sheria za neno. Majini hayajali mahubiri na jumbe za batopedha mudi, yani manabii, kuna mabano, kwa madhumuni ya kutakaswa, tunafunga mabano. Hayo majini yatawavuvia wazungu wengi ambao wana makazi yao jangwani. Kwa hiyo yani wanawaambia kwamba majini hayana haja ya mahubiri, aweza kwamba labda yapate ujumbe fulani kutoka kwa manabii ili kwamba labda wapate kutakasika. Hilo halipo, hata katika mafikra hilo halipo. Hawako katika hiyo hali, hawako katika level hiyo, hapana. Wako katika nyanja zingine tofauti na kile ambacho watu wanaweza kufikiri. Kwa hiyo hizo demon ambazo ni majini itaenda kuvuvia tena pia wazungu wengine walio wengi ambao wanakaa, yani makazi yao yako jangwani. Watu watajiuliza ni akina nani hao? Bon, wengi hawajui kwamba katika wakati fulani huko Misri kulikuwepo na yapo hadi muda huo majini ambayo wengi hawajui kwamba ni majini. Wengi wanachukulia labda ni miungu yao au mambo mengine. Kuna mambo mengi ambayo yalitendeka na hizo sehemu ambazo tunaongelea. Ndio maana kipengele cha 4 inahusu majini na upotoshaji. Majini na upotoshaji. Majini huwashawishi watu wengi kwa njia ya fumbo, kwa kuwafanya waamini kwamba yatatekeleza matakwa yao yote. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasema kwamba majini, yani unaweza ukaweka matakwa yako aza maombi yako. Kwa mfano wanakuomba kwamba uwe na matakwa aza maombi 3, kwamba uombe alafu nani majini yatakupatia kile ambacho unahitaji. Haya yote ni uongo mtupu. Majini wao pia huingia katika ndoto za watu waliolala kupitia lango la utu wa ndani la watu hao. Hii inafanywa kwa lengo la kuwaroka, kuna mabano, kutenda uchawi. Kwa hiyo demon pia hizo ambazo ni dimuti ambayo ni majini pia zinafanya hivi. Zinaweza zikaja katika yani unapolala, zinakuja katika ndoto, zinaingia katika ndoto, katika mlango ambao uko wazi wa ndoto, halafu wanaenda kufanya vitu vibaya na wewe. Hadi muda huu wanafanya hivi, ili mulielewe. Kwa hiyo majini nayo pia yanafanya mambo hayo. Hakuna majini wema kama baadhi ya watu wanavyofikiri. Kwa hiyo yeyote ambaye atakwambia kwamba kuna majini ambao wao ni wazuri au ni wema au wengine, mtajua ni nini ambacho kinawafanya waongee hivyo. Hakuna majini wema kama baadhi ya watu wanavyofikiri. Kuna mabano,
watafikiri. Kwa hiyo ikiwa kuna watu ambao wanafikiri hivyo na wengine watafikiri baadaye kwamba kuna majini wema na kudai, watu hawa wako tu chini ya ushawishi wa majini. Yaani kila yeyote ambao utamsikia anasema kwamba kuna majini wema na kuna baadhi ya majini ambao si wema, kwamba kuna wengine ambao wanafuatilia, wanasikiliza mafundisho, wanasoma vitabu kadhaa ambavyo vitaweza kuwa vitakatifu vya dini fulani, kwamba labda wakati mwingine wataokolewa, aza wataomba msamaha, yaani mnaposikia watu wanaongea hayo mambo, ni watu ambao wamepagawa, yani wanavuviwa na hizo demon yani majini yenyewe ndio imewavuvia, na ndio maana wanaongea hivi. Sijui kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo yeyote ambao mtasikia kwamba kuna majini ambao ni wema, wengine sio wote ambao ni wabaya, tambua directly, moja kwa moja, automatically kwamba huyo mtu amepagawa. Yani ni demon zenyewe, majini ndio yanamshawishi, majini ndio yanayofanya kwamba aongee hicho anachokiongea. Wengi wa wale wasio na hali ya kiroho pia wanaamini na kusema kwamba ili kufanya jini ionekane, mtu lazima asugue taa maalum. Hii si kweli kwa vyovyote, na inatokana na upinga ukweli, kwa sababu tunajua kwamba katika historia kuna hiyo katuni ambayo wataita sana, ambayo inajulikana sana, ambayo wataita katuni ya Aladdin, ambapo wanakuambia kwamba Aladdin alikuwa na taa, sijui alikuwa yani unatakiwa kusugua hiyo taa ili kwamba baadaye tutaenda kueleza, tutaenda kusoma gisi Monmon anavyotoa ufunuo kuhusiana na yote hayo ambayo mnaenda kuyaona katika hiyo katuni, ambao walio wengi waliwahi kuona hiyo katuni. Tutaenda kusoma. Anaendelea kusema hivi, anasema hivi: wengi wa wale wasio na hali ya kiroho pia wanaamini na kusema kwamba ili kufanya jini ionekane, mtu lazima asugue taa maalum. Hii si kweli kwa vyovyote, na inatokana na upinga ukweli. Bali katika hadithi ya majini, taa, kuna mabano, taa yani ya ajabu, tunafunga mabano, inawakilisha njia ya uanzishwaji. Kwa hiyo taa yenyewe itaonyesha kwamba huyo mtu yuko katika njia ya kuanzishwa. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu hata ndani ya Biblia za kisasa katika kitabu cha Zaburi wanasema kwamba neno lako ni taa ambayo inaniongoza. Kwa hiyo taa itawakilisha uanzishwaji wa hao watu walio katika mambo ya kichawi. Yaani taa itawakilisha njia ya uanzishwaji na kusugua. Sasa wanaposugua hiyo taa, kuna mabano, inamaanisha mguso wa kichawi, yani ni uko katika kuanzishwa moja kwa moja. Taa itawakilisha maombi. Taa, kwa sababu kuna mambo mengine, kuna taa ya ajabu inayowakilisha njia, na katika hiyo njia kutakuwa na maombi ambayo utayafanya. Sikilizeni kwa makini, itawakilisha maombi, yani formula ya kichawi, tunafunga mabano, ambayo ni kufanya kuita jini. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyoonyesha. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba katika hiyo katuni ambayo wataita katuni ya Aladdin, muelewe kwanza Aladdin mwenyewe ni mchawi ambaye alikuwa anaanzishwa, anapoanzishwa, alafu baadaye ndani ya hiyo taa yani kuna nani mmoja ambaye anatoka. Hiyo ni demon ambayo tayari inakuwa kitu kimoja na yeye, kwa sababu yani anakubali kuishi na demon. Hayo yatafika wakati jini inapotoka, si ndio? Hapo sasa ndio itatoka humo gisi walivyoisugua hiyo taa, alafu itatoka hiyo demon. Kuna mabano, udhihirisho wa kichawi, tunafunga mabano, kutoka kwenye taa, yani inapotoka kwenye hiyo taa, hii inawakilisha kupagawa, yani na yule ambaye yuko katika uanzishwaji, yani tayari sasa amepagawa, ambao ni usakinishaji, kuna mabano, yani kuishi pamoja kwa uchawi wa jini ndani ya mtu. Kwa hiyo nyinyi mnaweza mkaona kwamba hiyo demon inatoka ndani ya taa, lakini sio kwamba inatoka, yani inafanywa kitu, yani inaonyesha kwanza moja kwa moja kwamba huyo mtu amepagawa, sasa amekubali kuishi na hiyo demon, kuwa nayo kitu kimoja. Katika enzi yetu ya sasa, majini bado yanaanzisha kifumbo baadhi ya wanaume na wanawake waliochaguliwa kwa uangalifu, na kufuatia uanzishwaji huo, watu hawa pia wanakuwa magician wa kutisha, mamajusi, watabiri, kuna mabano, waaguzi wa kiume na wa kike, tunafunga mabano, wanajimu, makuani, waonaji, walozi na wachawi. Kwa sababu ndio maana nikasema kwamba
Yani kuna aina mbalimbali, yani unaweza ukawa mchawi katika msingi wote ambao wako zidi ya neno wao ni wachawi, lakini sasa uchawi una vipengele vyake. Kuna wengine ambao huyu anaitwa mwanajimu, aidha huyu anaweza kaitwa mwonaji, huyu mlozi, aidha huyu anasimama tu kama vile mwaguzi. Kwa sababu kuna aina mbalimbali za demon ambazo zitawapagaa hao watu ili kuitwa huyu anaitwa, lakini wote katika asili kabisa, wote katika msingi, wote ni wachawi. Hilo mnielewe vizuri. Majini ni miongoni mwa demon za kiume na za kike za daraja la juu, na yapo pia kwenye uongozi wa baadhi ya jamii za demon, na wakati jini inapowapagaa walio dhaifu kimafumbo, mara nyingi wapagaa pamoja na demoni zingine. Kwa hiyo kwanza, kitu cha kwanza mnatakiwa kuelewa kwamba majini maana yake ni jeshi, kwa sababu jini inapokuja sio moja, yani ni umati moja kwa moja. Inapokupagaa sio moja, ni umati. Lakini pamoja na hivyo tena kuna aina zingine za demon ambazo zinakuja pamoja nao ili kuja kukupagaa. Kwa hiyo ndio maana mnatakiwa kuelewa kwamba hapa tunaongelea demon ambazo kwelikweli demoni zote ni wabaya, lakini kuna viwango mbalimbali kulingana na akili, nguvu, uweza na wa demon kulingana na gisi walivyozaliwa katika hali hii inayoonekana. Ndio maana mkiangalia katika kitabu cha Kudumanemu la sura yake 40 mstari wa 7 hadi 8 inasema, kwa maana Jokisabe aliwaamuru bebandamo dima mudima bobe, yani demon zenye umbo la mbuzi, watoke kwa mtu huyo ambaye walikuwa wamemkamata kwa muda mrefu. Alifungwa kwa minyororo na vyuma miguuni mwake, lakini ekemekeme, ndio huyo mtu ambaye alikuwa amepagawa, alivunja vifungo na akaburutwa na demon hadi misituni. Jokisabe aliuliza demon mkuu, jina lako nani? Kuna mabano, ingawa tayari alikuwa akilijua. Demuti, majeshi, majini, akajibu, kwa maana demoni kadhaa zilikuwa zimemwingia. Kwa hiyo hapo ndio maana nikasema kwamba yani Demuti inapokuja, demoni hiyo ambayo ni majini inapokuja, yani sio moja, yani inakuja kwa kundi. Lakini pia kuna aina zingine hapo tumeona kwamba kulikuwa demoni hizo ambazo ni majini, lakini pia kulikuwa pia bebandamo dima mudima bobe, yani demoni katika umbo za mbuzi kumrazi, yani satyrs. Mnaona sasa, kitu ambacho mnatakiwa kuelewa ni kwamba wakati unapotaka, kwa mfano wewe unatembea kulingana na ukweli, unapotaka kwa mfano labda kuomba ili kwamba demoni ipate kuondoka hizo mambo mengine, kwanza, kitu cha kwanza unatakiwa kujua jina halisi la demoni. Hili ndio nawaambia, hii ndio siri. Unatakiwa kwanza kujua jina halisi la demoni yenyewe inaitwa namna gani. Sio kwamba sijui demoni ya nani ya pesa, demoni sijui ya uasherati, inaitwa namna gani. Sijui kama unaona hilo. Unapojua jina, moja kwa moja kwanza inakupatia mamlaka juu yake, kwa sababu unajua jina lake. Sasa wakati wa kuomba na kuifukuza, tayari utakuwa na nguvu, kwa sababu unaposikia kwamba inaitwa hivi, tayari utajua chimbuko la demoni. Maana katika kujua jina lake utajua chimbuko, utajua na asili ya hiyo demoni, utajua nguvu yake iko wapi na kikomo chake cha nguvu yake ni wapi. Tuseme kwa mfano kuna demoni ambayo inaitwa Asmode, ambayo ni Ededabobe. Ededabobe ni demoni, ikisema kwamba yeye inaitwa kwamba mimi ni Ededabobe, ni mfano tayari, kwa sababu kuna manabii, matriaki wetu ambao walishaongelea kuhusiana na demoni hiyo, na utatambua moja kwa moja kwamba hiyo demon ina uwezo wa namna gani, ina uwezo, nguvu zake ziko namna gani, kwa sababu kila demon ziko tofauti na kila mmoja ana nguvu zake kulingana na kuzaliwa kwake. Kwa hiyo unapoenda vitani, lazima adui yako ujue ana nini, nguvu zake ziko wapi. Usiende tu kwa sababu ya kwenda. Kwa ndio maana hao wote wanaosema kwamba sijui wanatoa demon, wanafanya mambo mengine, hawajui demon ni kitu gani. Na hauwezi sio kila mtu ambaye unaweza ukatoa tu demon inatoka. Hilo halipo. Kuna utaratibu ambao upo. Jokisabe aliuliza demon mkuu, jina lako nani? Ingawa tayari alikuwa akilijua. Demuti, majeshi, majini, akajibu, kwa maana demon kadhaa zilikuwa zimemwingia. Kuna watu ambao wanaabudu majini wakati huu ambao tunazungumza. Kuna watu ambao wanaabudu majini wakati huu katika dini mbalimbali. Baadhi watasema kwamba labda ni jini moja ambao wanaabudu, wengine watasema kwamba baya ni nyingi. Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo watu wanaabudu, wanasema kwamba demoni ni nzuri, hazina matatizo. No, hizo nani majini kwamba hayana matatizo? Hapana. Demoni zote, yani majini yote ni demons.
na yote ni mabaya. Hakuna hata mmoja ambaye kwamba labda hii ni mzuri, zote ni mbaya. Hilo mlielewe vizuri, na hapa nagonga kabisa na sumari zaidi. Ndio maana tunaenda katika kitabu hicho cha Ufunuo wa Mormon sura yake ya kwanza mstari wa 16 hadi 35, inasema majini yanaishi katika hali isiyoonekana ya ulimwengu unaoonekana, kuna mabano, yani ulimwengu wa kiroho wa kichawi. Tunasimama kwanza hapo, maana yake ni nini? Yaani majini hayaishi mbinguni kama wengine wanaweza wakafikiri, hapana, bali yanaishi katika dunia hii, ila upande usioonekana wa hali hii inayoonekana, wa hali hii wa dunia hii. Ina maana kwamba ninaweza nikawa hapa, wewe uko hapo, demon inaweza ikawa mbele yako na wewe hauoni, kwa sababu iko katika dunia hii, lakini upande usioonekana wa dunia hii. Hivi ndio gizi mnavyotakiwa kuelewa. Demon haziko mbinguni, naweza sehemu zingine, no, ziko katika dunia hii, lakini huwezi ukaona kwa macho yako kwa sababu ni upande usioonekana kwa macho haya ya nyama. Maana demon hazina miili tena, ili kwamba upate kuona kwa macho yako ya nyama. Kwa hiyo yeyote ambaye atasema kwamba nimeona jini ilikuwa pale, ilitoka sehemu fulani, huyo si ukweli, kwa sababu majini hayana miili tena ya kimwili. Miili yao iliangamizwa kabisa kitambo, kabla hata ya gharika, kabla hata sasa. Kwa hiyo lazima mwelewe vizuri, kwa demon hizo ambayo ni majini yanaishi katika dunia hii, lakini upande usioonekana wa ulimwengu huu wa dunia hii. Ndio maana nikatoa mfano kwamba hata unaweza ukasimama hapa, inaweza ikapita hapa na wewe usione chochote. Kuna wengine wanaweza wakahisi uwepo, lakini hawezi wakajua ni nini hasa zaidi. Hilo ni jambo lingine, haijamaanisha kwamba unapohisi uwepo kwamba ni demon, no. Labda inaweza kuwa hata mafikira yako wewe mwenyewe. Majini yanaishi katika hali isiyoonekana ya ulimwengu unaoonekana, yani ulimwengu wa kiroho wa kichawi, yale yanayohusishwa na maji. Yani demon ambazo zinahusishwa na maji, maana yake ni nini? Kuna majini yanayohusishwa kwa mfano na mwezi, kuna majini yanayohusishwa kwa mfano na misitu, lakini pia kuna majini yanayohusishwa na maji. Sasa hayo majini yanayohusishwa na maji katika hali isiyoonekana ya ulimwengu unaoonekana, hayo majini yataitwa, yani ni majini ambayo tunaweza tukasema kwamba ni mengoma madiba, lakini ni majini ambayo ni nguva za majini. Ndio maana wanasema majini yanaishi katika hali isiyoonekana ya ulimwengu unaoonekana, kuna mabano, ulimwengu wa kiroho wa kichawi, yale yanayohusishwa na maji, kuna mabano, bahari ndogo, mto, ziwa, tunafunga mabano, ni majini jamii ya mengoma madiba, yani nguva za majini. Kwa sababu kuna demon ambazo ni mengoma madiba, seme majini ambayo ni mengoma madiba, yani nguva za majini, lakini pia kuna demon ambazo ni majini ambayo ni katika wanyama wa nchi kavu, lakini pia ndege. Kwa sababu kwa mfano hiyo katuni ya ya Aladdin, yani wanaonyesha kwamba hiyo demon yani inaruka angani, ili kuonyesha kwamba yani ni demon katika umbo la ndege, lakini ni majini, ni jini katika umbo la ndege. Kwa hiyo nazo pia ziko hivyo, lazima haya mambo mnatakiwa kuyajua vizuri. Majini ambayo pia yanahusishwa na jangwa na misitu ni demon mseto reptilia na demon mseto, kuna mabano, katika umbo la bundi na aina nyingine za wanyama, tunafunga mabano, za misitu, kwani kuna aina nyingi, tuna mabano maelfu za majini. Kwa hiyo kuna aina zingine. Tunaposema hapa kwamba kuna demon katika umbo la bundi, haijamaanisha kwamba unapoona bundi iko nyumbani au inalia ile usiku kwamba hiyo ni demon, no. Hakuna demon ambayo ina mwili wa nyama, hauwezi ukaona kwa macho, hauwezi ukaona. Kwa hiyo muache hao wanyama, aza hiyo ndege ambayo ni bundi kwa amani, maana mnamhusisha sana na mambo ya uchawi. Bundi anapokuja kulia karibu, aza anaongea mchawi huyo, mchawi, fukuza mchawi. Hapana, sio hivyo. Demon, yani mjue kwamba hiyo ni ndege ambaye yeye anajihusisha yani usiku, yani wanasema nani, ndege ambaye ni wa usiku tuseme, yani usiku ndio anaona vizuri sana tena kuliko hata mchana. Ndivyo yani, hiyo ndio asili yake tu, sio kwamba ni uchawi, kwa sababu watu wanaona kwamba inapokuwa usiku yani inahusishwa na uchawi moja kwa moja. Hapana, usiku haujakuwa na tatizo, hajakuwa wale wanaofanya mambo mabaya usiku, hao ndio wabaya. Majini hayawezi kuchukua umbo
Aha, yani la kimwili. Ndio maana nikasema kwamba yani majini hayawezi. Mkisikia kwamba watu wanasema kwamba kuna jini, unaona huyo mwanamke yule ni jini yule aliye, wote ni uongo mtupu. Hakuna majini za jini ambayo inaweza ikabadilika ikachukua muonekano wa kitu chochote za kiumbe chochote. Hilo halipo, hilo mlielewe kwamba halipo. Ndio maana kipengele cha 5, uongozi wa kiroho wa majini, kwa sababu wana uongozi wao. Katika uongozi wa kiroho wa majini kuna majini ya daraja la juu na yale ya daraja la chini. Mara nyingi hupangwa kwa aina, nguvu na akili. Kwa hiyo demoni zote, ndugu zangu, zinajua, zinafanya kazi pamoja, hazina ugomvi kati yao. Lakini wale walio katika hizo dini na sehemu zingine, wao wana ugomvi. Sasa utajiuliza inakuwa namna gani ikiwa ni demoni zenyewe ndizo zinazovuvia hizo dini? Kwa sababu dini zote ni za uongo. Dini zote ni za uongo, zilianzishwa kabisa na shetani Mulima Bobe kupitia demon. Hilo ndio jambo ambalo watu lazima walielewe. Majini yana sheria na utaratibu kali sana, kuna mabano, kama jamii zingine za demon unaotokana na shetani Mulima Bobe, roho mbaya. Majini hayana dini. Aha, majini hayana dini. Majini hayana dini. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa kwamba wale watakaosema kwamba kuna majini ambayo dini yake ni kitu fulani, hakuna jini ambayo ina dini yoyote, hakuna. Kwa sababu mwelewe kwamba majini yalizaliwa, dini bado hazijakuwepo. Majini yalizaliwa kabla hata dini hazijatokea, hazijavuviwa kwa watu, na mtaenda kuelewa namna gani hizo dini zilivyoanza kuvuviwa, au zilivuviwa namna gani. Majini hayana dini, lakini ni miongoni mwa demoni ambazo kwa njia ya fumbo huwavuvia watu kwa mahono na mafundisho ya uongo, na matokeo ya uvuvio huo wa kichawi huzaa kile ambacho kitaitwa dini, na hii inatumika kwa dini yoyote. Kwa hiyo dini zote, imani zote nje na huu kweli ambao mnaosikia, yani ni demon ambazo ziko nyuma ya hayo yote. Yani ni demon ndizo zilizoanzisha hayo. Jamani, utasikia wengine wanasema Adamu alikuwa wa dini fulani. Ni Adamu au wa dini fulani iwe kitu gani? Yeye alikuwa na haja ya imani kweli kweli, ndio mnafikiri? Imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho haujakiona. Yeye ni kitu gani ambacho haoni? Sasa tunajua kwamba moto ndio mtu wa kwanza kuumbwa, yani mtu wa kwanza hapa duniani, yani roho wa mwisho kuumbwa. Unapenda aongee nini asichokijua? Kwa hiyo majini hayana dini. Kwa ndio maana mnatakiwa kuelewa kwamba dini katika msingi wake, mwelewe vizuri, imevuviwa na demoni, lakini tunajua kwamba shetani ndio yuko nyuma. Dini yoyote ile, yani ambayo unaweza ukapatikana, kaka dada ambayo unanisikia kwa leo, so uelewe kwamba chanzo cha dini yako ni nini? Ni demoni. Watu wanaweza wakaleta tafsiri ya kusema kwamba dini ni kuungana, yani ni kuunganisha. Ni kuunganisha kitu gani? Kwa sababu dini ni ujumla wa watu duniani, si ndio? Bali katika hali isiyoonekana, dini ni muungano wa demoni zote zidi yenu. Ikiwa mwelewe hicho sasa, kwa sababu ndio maana tukawaambia sasa kuna tofauti kati ya hali ya kiroho na dini. Ni vitu viwili tofauti. Ndio maana sisi sio dini. Dini ni kitu ambacho kimeanzishwa katika lengo la kuangamiza kwanza watu weusi. Ndio maana watu wako Afrika watalia, wataomba, wataingia kati. Mimi nawaambia Afrika nikasema ndio mji mkuu wa dini zote duniani, yani ndio mji mkuu kikawaida, pale ambapo kuna dini nyingi kikawaida. Na kama huo ndio ungelikuwa ukweli, kama Afrika ingekuwa namba 1 za namba 1 kuwa na amani, kwa sababu palipo roho wa Bwana ndipo pana amani. Lakini amani haipo, haki hakuna, na dini zimejaa hivi, na zingine bado zingali zinatoka. Utafikiri labda ni uyoga ndio unamea sijui kutoka katika. Jiulize ni nini ambacho kipo.
Ikiwa mnaona kwamba Afrika wasi kwa sehemu kubwa sana iko kama gisi mnavyoiona, kwa sehemu kubwa, asilimia kubwa sana ni dini ndio zinalalalisha watu. Ni dini ndio mlango ambao umebaki, ambapo shetani anapitia ili kuendelea kuwaweka watu weusi katika usingizi, na huu ndio utafanya wasiendelee, kusiwe na mabadiliko, vita viwepo kila mara, unyanyasaji uwepo, ukosefu wa amani, ukosefu wa haki, kila kitu kitaendelea, kwa sababu msingi mkubwa sana wa vurugu ambayo iko Afrika ni dini. Hilo mlielewe vizuri. Na ikiwa watu weusi hawataondoa hizo dini, yani kuondoa maana yake ni kuachana na hizo dini, kwa sababu huku tuliko tayari zingine zimeisha kuwa sijui baa, zingine zimeisha kuwa labda wanasema nini, zingine zimebadilishwa kuwa hoteli huku, maana wengine hawaoni umuhimu tena wa dini, wanajitokea wanajiachia. Lakini bado Afrika ndio utakuta watu wanashikilia kabisa, ila wakijua yale yanayotendeka huko, hata huko mliko huko hamwezi mkashikilia, kwa sababu vichwa vimeoza. Maana yake ni nini? Yaani kichwa kikioza, watu wanasema kwamba samaki huoza kwenye kichwa. Sasa ikiwa dini zenu zimetoka huku na huku kuliko, yani ndio vurugu, yani kunafanyika mambo ya kinyama katika hizo dini, hamwezi mkaamini. Sasa wewe uko kule na kichwa chako kimeoza, wewe pia umeoza tu. Sasa msingi hauko mzuri, msingi wa dini zote ni mbaya, ndugu zangu, maana lengo lake ni kumharibu, kumwangamiza mtu mweusi, afariki katika kifo chake hicho cha kiroho, ili apite kwenye hukumu na baadaye aende katika usaulifu wa milele. Hatujui tuseme namna gani. Majini hayawezi kuongokea kwa imani yoyote au nukuu, kuna mabano, kusikiliza, tunafunga mabano, usomaji kutoka kwenye gombo au kitabu kinachodhaniwa kuwa kimeongozwa na roho au kitu kingine chochote. Sio kwamba labda kwa sababu dini jini liko hapa, hizo majini kwamba yanaweza kwa sababu labda imekuwa katika imekubali dini fulani, imeongokea katika dini fulani, katika imani fulani. Hayo mambo ni mambo yenu ambao watu mnaweza mkafikiri, lakini jini hamjui jini ni kitu gani. Majini kuna mabano yote yako chini ya shetani mudima bobero bai na kwa bamu luluma bungulani, malaika walioanguka wa utaratibu wa kwanza na wa pili, kama jamii zingine zote za demon. Kwa hiyo majini yote yanatii shetani mudima bobe, yanatii bamu luluma bungulani, malaika walioanguka wa utaratibu wa kwanza na wa pili. Hivyo ndivyo ilivyo, hata demoni zingine zote zinatii huo utaratibu. Majini hayawezi kufungwa ndani ya taa, hawezi kufunga jini ndani ya taa au ndani ya pete, kwamba labda mtu kuna pete, labda kuna jini ambayo imo ndani, hiyo haipo na haiwezi kawezekana. Au ndani ya hirizi, kwamba idea ya hirizi kuna, hilo halipo. Au ndani ya kitu kingine chochote. Zulia la uchawi, kuna mabano, linaloruka halipo. Sasa wanasema tapirula, kile ambacho wataonyesha kwamba hayo mambo hayapo, kwamba ni mambo ya kichawi, no, hilo halipo. Ikiwa mnapenda kuelewa, natakiwa kujua kwamba zulio la uchawi ambalo wataonyesha, yani inapenda tu kuwakilisha mchawi katika kipindi cha kale anayetoka nje ya mwili wake. Hicho tu, hiyo ndio maana yake. Majini hayatii mtaalamu yeyote wa sayansi ya uchawi, kuna mabano, wala watu wa kidini, tunafunga mabano yani majini hayatii yeyote ambaye anasema kwamba sijui huyo ni tenda sayansi ya uchawi, kwamba yeye anafuga majini, sijui anatuma majini, anaweza kuambia jini nenda kule fanya hivi. Wewe unafikiri majini ni kitu gani ambacho tunaongelea hapa? Wewe ndio unatumikishwa na majini bila wewe kufikiri, kwa sababu shetani mwenyewe mbaya aliacha hivyo ili watu walio katika mambo ya kisayansi ya uchawi wao wanafikiri hivyo, kwamba wanafanya hivyo kwa sababu katika lengo, yani wao ndio wanatumia majini, kwamba wao ndio wanaongoza dini, fanya hivi, jini fanya hiki. No, unaweza ukafuga jini namna gani? Utafuga jini namna gani? wewe unaambiwa kwamba jini yenyewe ndio uchawi wenyewe, yani demoni yenyewe ndio uchawi. Sasa uchawi utatumia tena uchawi ili mfanye angalisho, ndugu zangu. Watu watasema, wengine watasema kwamba sijui mtu yuko sijui ameenda hospitali, ni mgonjwa, hospitali hawaoni ugonjwa wowote,
alafu wanamtumia, wanampeleka nenda kwa nani, kwa mganga fulani wa kienyeji ambaye atakufanyia hiki na kile na kile na kile. Unapofika kule, nini tatizo ni hili, naende okay, kaa hapo, tutaenda kukusaidia. Ni pepo, tutaitoa. Mganga yuko pale, alafu atakuomba, anaweza kakuomba, leta jogoo, leta mbuzi, leta mwanakondoo, leta hivi chochote, mnyama yeyote yule. Sikilizeni kwa makini, mnyama yeyote yule ambao watakuomba kwamba utowe, ujue kwamba yani ni aina hiyo ya demon ambayo itapokea hiyo sadaka yako, yani njo itakupagaa baadaye. Yani kwa mfano wanaposema kwamba leta jogoo, yani kuna demon katika umbo la jogoo ndio liko pale ambayo itakubali hivi. Jiulizeni, wao wanaweza wakafanya hivi kwamba leta jogoo, wanaleta jogoo, wanakata shingo, ile damu wanaanza kunyunia ili kwamba labda hiyo demon ipate kuondoka. Kuku, jogoo ina uweza gani, ina nguvu gani ya kuondoa demon ambayo ipo ndani ya mwili wako? Mtumie busara. Kwa hiyo wanapoanza kufanya hivi, wanafanya mtu hivi, wanazunguka, wanakuambia fanya hivi, wanafanya incantation, yani maombi, wanafungua milango ili hiyo demon ipate kukupagaa. Hicho ndio kitu ambacho kipo. Walio wengi mnafariki hivyo bila nyinyi kujua. Ukiwa utaomba kwamba labda leta njiwa, tambua kwamba ni demon katika umbo la njiwa ndio iko nyuma, na wakikwambia kwamba wamepokea, yani tayari umepagawa ikiwa ujui. Haya ndio mama ambao watu walio wengi hawajui. Sasa demoni zinacheza mchezo na watu, kwa sababu yule ambaye ni mchawi, anayeishi kabisa kwa uchawi, anayejua kwamba yes, amekubali kuishi kiuchawi na demoni, yeye anajua kwamba mtu anapokuja, kwa sababu hiyo demoni iliyo ndani inaweza ikamvuvia, ikamwambia kwamba hiyo demoni ambayo iko ndani ya huyo mtu ni hivi. Yani watafanya mazungumzo, yani demoni iliyo katika huyu ambaye amepagawa na wewe ambaye ni mchawi, aza mganga wa kienyeji ambavyo unavyojiita, kwa sababu zitafanya mazungumzo kusema tufanye mchezo. Ni kama vile wewe uondoke, alafu mtu afikiri kwamba amepona, lakini tutakuja na aina zingine za demon zingine ndio zitakuja kumpagaa. Ndio maana utakuta mtu anaweza akaja hapa, wanafanya hivyo incantation, alafu baadaye anasema mimi nimepona, lakini baadaye ugonjwa mwingine ambao umekuja. Ni mchezo ambao wanacheza, kwa sababu demon haziwezi zikapambana kati yao, hizo haziwezekani. Lakini watu hawajui utaratibu, wanawajui elimu inayohusu demonolojia. Ndio maana watu wako katika mambo ambayo hawayajui. Unaona ndugu zangu, ndio maana hapa majini hayatii mtaalamu yeyote wa sayansi ya uchawi, kuna mabano, wala watu wa kidini. Mimi nafanya hivi, nitafukuza demoni. Una uweza gani wa kufukuza demoni wewe mwenyewe? Kwanza wewe mwenyewe umepagawa, utatoa nani demoni namna gani? Isipokuwa wale wanaojulikana ambao wamewekwa na neno la tete. Yes, demoni zinaweza zikatii mtu ambaye yuko katika ukweli, kwa sababu mtu aliye katika ukweli akisema kwamba ondoka, ninaondoka, nyamaza, inanyamaza, fanya hivi, ni hivyo, kwa sababu hilo ndilo lilivyo. Majini yote ni viumbe wahovu vinavyotafuta kuwadanganya na kuwapotosha wale wa hali inayoonekana. Licha ya asili ya majini kuwa ya uovu na ya kutisha, kuna mabano, janga mbaya na ya kutisha sana, tunafunga mabano, wengi wa wale wanaoangamia huyachukulia kuwa roho zinazowalinda. Kwa hiyo ndio maana wengi watachukua, watasema kwamba majini, mimi niko na jini moja, niko na 2 na 3, niko na 1000, wao wananilinda. Ni wale ambao wanaoangamia, ambao wanachukulia kwamba majini ni roho ambazo ziko pale kwa ajili ya kuwalinda. Hawajui chochote. Hakuna mtu, kuna mabano, au mzungu, damu mchanganyiko, metisi, au mnyama anayeweza kuwa rafiki wa majini. Yote ambayo atasema kwamba mimi na jini yangu awe rafiki, ndio maana mnajua jini ni kitu gani. Hauwezi ukawa rafiki na demons, hauwezi kuwa rafiki na majini, hilo alipo. Wewe utafikiri hivi, lakini sivyo. Wewe ni chombo chao, wewe ndio unatumikishwa na majini. Hauwezi ukatumikisha jini hata ufanye kitu gani. Majini hayapati, kuna mabano, na hayatapata kama tunafunga mabano usomaji au nukuu ya kitabu chochote, tunafungua mabano, kinachoitwa, kilichoongozwa na roho au vinginevyo, tunafunga mabano, kuwa cha kupendeza, hata sala au mahubiri. Kwa hiyo msifikiri kwamba ndio unafanya
unasoma kitabu fulani, unasoma aya fulani, unasoma hivi kwamba hiyo demon iko pale, itaanza kujihisi labda itajihisi vizuri, kwamba labda ukitoa sala za mahubiri kwamba demon nazo pia zitafurahi, sema wow, aiza mengine hayo, ondoheni katika akili zenu. Mimi Monmon sikuwahi kuita jini yeyote au aina zingine za demon ili kujenga majumba yangu, wala majini hayakupewa jukumu la kunitumikia na kufanya kazi chini ya amri zangu, kwa sababu kuna mvuvio alijua kwamba watu wataandika hivyo baadaye, historia yake wataibadilisha kwamba majumba ambayo alijenga kwamba alipata msaada kutoka kwa majini na alikuwa akiyaita majini yanakuja kufanya kazi pamoja na ufalme wake, mambo kama hayo, mambo ambayo ni uongo mtupu. Yeye mwenyewe ameweka wazi. Majini hayakuumbwa ili kumwabudu yeyote, kwa sababu watu wanafikiri kwamba majini yaliumbwa na kwamba yaliumbwa kwa sababu kumwabudu yeyote ambao wewe unaweza ukapenda kutaja. No, kwa sababu majini hayakuumbwa hata kidogo. Tumewaonyesha kwamba yametokana na nini? Yamezaliwa kutokana na malaika walioanguka kwa utaratibu wa tatu, ambao walikuja kutembea na baadhi ya wanyama hapa katika aina mbalimbali, kategoria mbalimbali. Hivyo ndivyo tulivyosema. Wanyama na watu, kuna mabano weusi, walidhihirishwa duniani maelfu ya miaka kabla ya majini kuzaliwa. Mnasikia? Kwa hiyo watu weusi walikuwepo kabla majini hayajazaliwa duniani. Sasa mtaniambia kitu gani? Majini ndio itakuja kumwongoza mtu mweusi kwamba afanye hiki afanye kile? Mtu mweusi yeye miaka maelfu na maelfu alikuwa tayari duniani, majini hayajazaliwa. Kuna mabano, lakini majini wao walizaliwa muda mrefu kabla ya wazungu na damu mchanganyiko. Yes, majini kweli yalizaliwa. Sasa wazungu hawajaja, wao walizaliwa mapema, kwa sababu hao malaika walioanguka walianza kwanza mseto wa kwanza, ambapo walipotembea na wanyama wa baharini, wa nchi kavu na ndege wa angani, kukaja majini. Alafu tena hao tena malaika walioanguka utaratibu wa tatu, tena wakaenda kutembea na wanawake. Sasa baadaye ndipo wazungu sasa wakazaliwa, na baadaye sasa wakazaliana, ndio ukaja damu mchanganyiko hapo baadaye. Kwa hiyo ni kupenda kuambia kwamba majini na wazungu na damu mchanganyiko wanachangia baba mmoja, lakini mama zao ndio tofauti. Wazungu wao mama yao ni mtu mweusi, ni mwanamke mweusi, mnasikiliza? Lakini demons mama zao ni wanyama jike, lakini baba wote wanachangia moja. Kwa hiyo ni kupenda kusema kwamba kwa namna nyingine, yani demons, majini ni kaka zao na wazungu na damu mchanganyiko katika hali nyingine. Hilo mlielewe. Wanyama na watu, kuna mabano weusi, walidhihirishwa duniani maelfu ya miaka kabla ya majini kuzaliwa. Kuna mabano, lakini majini wao walizaliwa muda mrefu kabla ya wazungu na damu mchanganyiko. Majini kwa wakati wowote hayakuwahi kumuona moto na muto. Hiyo inaeleweka. Shetani mudima bobe, roho mbaya, si jini. Maana kuna wengine ambao wanasema kwamba shetani ni jini. No. Kwa hiyo hii ndio chimbuko na asili ya majini. Loba anaendelea kujitukuza.